Tuko katika mkoa wa Ruvuma tukiwa na lengo la kukagua miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa na wakala kupeleka umeme katika vitongoji. Na leo hii tupo katika wilaya ya Mbinga tukikagua mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 148 ambao unajulikana kama mradi wa Ujazilizi fungu la pili C. Mradi huu unahusisha wilaya ya Songea, Mbinga na Nyasa na unahusisha kupeleka umeme katika vitongoji 148. Katika ukaguzi huu tumebaini kwamba vitongoji 88 vimeshawashwa na umeme, vimebakia vitongoji 60. Na hivyo kwa ziara hii tumempa maelekezo mkandarasi kuongeza nguvu kuwasha vitongoji hivyo 60 vilivyobakia katika mradi huu, kuongeza supply ya material, transformer, waya pamoja na nguzo ambazo zitatumika katika kujenga miundombinu hiyo, pamoja na kuongeza timu za mafundi ili kazi ya kupeleka umeme katika hivyo vitongoji 60 vilivyobakia imalizike kwa wakati. Kwa majina anaitwa Mhandisi Zakaria Ngokorome, ni msimamizi wa miradi ya kupeleka nishati vijijini, namwakilisha msimamizi wa miradi mkoa wa Ruvuma. Hapa tulipo ni eneo la mradi wa Ujazilizi awamu ya pili C fungu la 11 linalotekelezwa na mkandarasi MF Engineering Company Limited. Kwa fungu hili linahusisha wilaya ya Nyasa, Mbinga na Songea. Mradi kwa ujumla una gharama ya takribani bilioni 18.294 na unajumuisha vitongoji 148 ikihusisha kufunga mashine umba katika kila kitongoji na wigo wa msongo wa kati takriban kilomita 150, wigo wa msongo mdogo takriban kilomita 450. Lakini pia mradi huu utanufaisha wateja takribani 6781. Hao ni wateja wa awali. Sambamba na hilo, hapa tulipo utekelezaji unaendelea na tumetembelea moja ya maeneo ya mkandarasi na tukiwa timu ya wakala, kwa maana wakala wa nishati vijijini na mkandarasi, kuona hali halisi ya kile ambacho kinazungumzwa kwa maana ya progress report na hali halisi iliyoko site. Kwa hiyo ni wito wetu kwa mkandarasi aendelee kutekeleza kazi kadiri atakapopewa maelekezo na jina. Naitwa Ali Bandete, ni mhandisi msimamizi wa miradi ambayo inafadhiliwa wakala wa nishati REA kwa huu mkoa wa Ruvuma. Leo tumetembelea hii eneo la site ambayo inatekelezwa na mkandarasi MF kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mradi wa Ujazilizi awamu ya pili. Sisi kama TANESCO ambao ni wasimamizi wa mradi huu wa Ujazilizi tumejipanga kikamilifu kuendelea kumsimamia mkandarasi huyu ili aweze kutimiza malengo yote ya mradi na kufikisha huduma umeme kwa wananchi wa mkoa huu wa Ruvuma. Naitwa Musa Gerard David kutoka kampuni ya MF, ni supervisor katika kampuni. Tumetembelewa na ugeni kutoka REA makao makuu. Tumepokea maelekezo yao na tunawaahidi yale aliyotuelekeza tutayafanyia kazi kwa wakati ili kuhakikisha tunamaliza kazi ndani ya wakati waliotupatia. Naitwa Ofad Gido Nombo. Tushukuru kwa kuletea umeme kwa rais wetu. Bado tulikuwa tunapata usumbufu mkali sana. Bado tulikuwa kwenda kunyoa, tulikuwa mbao tutembee vijiji vingine, kwenda kusaga, tulikuwa tunaenda mpaka mjini wapi. Lakini sasa hivi tunashukuru sana kwa kupata umeme. Maana ilikuwa biashara tulikuwa tunapata shida. Ilikuwa na changamoto nyingi kweli. Ila kwa sasa hivi tunaona tayari fanye nini? Tutajipata. Naitwa Maria Ndunguru. Tunashukuru sana serikali kwa kutupatia umeme. Tulikuwa na changamoto nyingi sana kupitia umeme. Lakini saa hizi umeme umefika. Tulikuwa usumbufu wa kuchaji simu, kusaga, saluni ya kunyoa, ya kuseti nywele. Tunashukuru sana serikali kwa kutupatia umeme. Mimi kwa jina naitwa Walter Marus Nombo. Furahi sana kupata umeme. Tulikotoka tulikuwa na shida ya umeme, tulikuwa tuna mashine ya umeme, tulikuwa tuna chajio za simu na umeme wa Kobole Kahawa na umeme wa Mwanga. Kwa hivyo tumefurahi sana tofauti na tulikotoka. Kwa hiyo tunatarajia tutakuwa na maisha mazuri
maisha yatabadilika.